Na maandiko yanasema ulikuwa umewekwa bahari juu. Lakini nashukuru Mungu siku ya leo, sababu huyu mwenye shamba alisema kitu kimoja. Alichukua hatua ya kutengeneza hiyo shamba. Hebu nipate vizuri, mtu wa Mungu, nimekuja kutangaza siku ya leo, kuna gharama ambayo ulienda uweze kutengeneza familia yako. Lakini kuna shida iliweza kutokea katika hiyo shamba yako. Ukiona huyu mwenye shamba anasema nitamwimbia wimbo, anasema nitamwimbia wimbo, kwa hivyo ni kitu anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wamali tunafikanga mahali tunachukua watoto tunaanza kuimbia nyimbo wakiwa watoto wachanga, mpaka tunawarusha juu tukiwaimbia nyimbo, tukiwa na matumaini ya kwamba siku ambazo zinakuja watakuja kutusaidia. Nasikia Roho wa Bwana akisema hata kama kuna mambo imetendeka, kuna uamuzi siku ya leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna uamuzi siku ya leo, sababu mwenye shamba alisema nimenunua mbegu mzuri na nimepanda ndani ya huyu shamba yangu. Wakati ulibarikiwa na mtoto, ulichukua mtoto wako siku zilipofika ukampeleka katika madhabahu ya Bwana. Ulipompeleka katika madhabahu ya Bwana akafanyiwa ibada moja na ya kutosha. Lakini nashukuru Mungu siku ya leo, kuna kitu bado kimeshikilia mtoto wako. Ile ibada iliyofanywa katika nyumba ya Bwana bado imeshikilia mtoto wako. Na ndiyo sababu hajakufa, na kama anateseka bado ako uhai. Bwana Yesu asifiwe. Nipate vizuri siku ya leo, kwa sababu ndani ya ile shamba mwenye shamba akanunua mbegu mzuri, akakuja na akapanda kwa shamba yake. Haijalishi mbegu ingine imetoka wapi, lakini siku ya leo kuna kutenganisha kwa hiyo mbegu. Hiyo mbegu yako ikiwe sawa katika shamba lako. Najua maandiko inasema ya kwamba huyu mzee mwenye shamba ama mama, ndani ya moyo wake alikuwa na furaha. Wakati watoto wake wanakuwa kuna furaha, anasema kusema kweli nimebarikiwa, watoto wangu wote ni wazima, hakuna hata mmoja mgonjwa. Inafaa nimshukuru Mungu. Wakati walikomaa, wakati wako wa kuvuna, angalia watoto wako wametoroka, watoto wako wamenyang'anywa, watoto wako wameibiwa na watu wengine. Wajua ni kwa nini? Kuna mbegu ambao haifai wewe, haitaki wewe ufurahie. Unaona huyu mtu, maandiko inasema nini? Aliweza kutoa mpaka mawe katika shamba, hiyo shamba iweze kubaki vizuri. Nasema ili mpendo wa siku ya leo, kile kimeingia ndani ya shamba yako lazima kitaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu huku lima shamba yako na huku tengeneza shamba yako ndio ikose kusaidia wewe, bali ulitengeneza shamba yako ukiwa na matumaini siku moja utakuja kufurahia shamba yako. Inawezekana labda ni mzee wako hajakufurahisha katika maisha yako, tangu alipoingia katika ulevi imekuwa ni kusumbana usiku na mchana. Siku ya leo wapendwa, kuna mfalme unaenda kusimama ndio wewe uheshimike mahali huko. Haijalishi nini kilisimama ndani ya maisha yako, bali nimekuja kusema mchana wa leo kuna Jehova anafanya mambo. Tunamwona huyu Mungu baya kuponya, anaponya. Inawezekana wewe ulilaaniwa, ukaambiwa umelaaniwa, lakini siku ya leo kuna mambo
Jehova anaenda kufanya. Wakati nilikuwa naomba hapa asubuhi na mkasikia nikiwaambia ya kwamba kuna sauti nasema ya kwamba hakuna mahali utaenda, hakuna mahali utapita. Kweli hiyo sauti bado inarudi. Mtu aliona kule unaenda, akakuja akasimama kinyume na wewe. Hata kuna maneno aliyoyanena, akasema wewe tutaona. Unaenda kutokea wapi? Wacha tutaona. Mahali unaenda kufika, wacha tutaona. Lakini siku ya leo nataka kusema lazima mbingu itasimama mpaka upiganiwe kwa jina la Yesu Kristo. Ni kweli umehangaika, ni kweli umeteseka, ni kweli umeumia, bali kuna Jehova anaweza badilisha. Jina la Bwana litukuzwe. Uko katika ibada hii siku ya leo, nataka kusema ya kwamba chochote kilisimama mbele zako, Jehova wa Israeli akiondoe kwa jina la Yesu Kristo. I feel my spirit ati ya kwamba kuna watu ambao wanatembea katika ulimwengu wa rohoni. Katika nyumba yako kuna vitu waga zinatembea, wakati maroho zinatumwa sikuja siangalia kuna kana mna gani, kuna vitu zinatembea juu ya mabati. Lakini siku ya leo tunatangaza moto juu ya mabati, tunatangaza moto ndani ya nyumba yako. Zinapoenda kukanyaga juu ya mabati yako, zianze kuchomeka kwa jina la Kristo Yesu. Natangaza kuna ushindi kwa jina la Yesu. Shamba lako lazima ikufurahishe, shamba lako lazima ufune katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, na kusema siku ya leo, haijalishi nini kilisimama, bali nimekuja kutangaza kwa Mungu inawezekana. Asifiwe Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. I remember one day, na huwa nasema mara kwa mara, kama kuna mtu amekukamata aliomba kinyume na wewe, apige duru mahali yako akikuachilia katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kama ni mchungaji aliyekamata maisha yako, hapo kapelekwa kwa wachawi wakakamata nyoka yako, mahali ikamatiwa, mwenye kukamata haza kupiga duru akiachilia katika jina la Yesu Kristo. Akuwe ni mtoto wako amekamatwa, anaachiliwa kwa jina la Yesu. Akuwe ni watoto wajukuu wako bado pia walikamatwa, wanaenda kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa na kama yako imeshikwa, inaenda kuachiliwa siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema siku ya leo kuna kuachiliwa kwa jina la Yesu, kuna kuwekwa huru kwa jina la Yesu. Walisema kuna mahali utaenda, nimekuja kutangaza siku ya leo tunaenda na kupita katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Nipate siku ya leo, hata kama miaka yako imeenda, mahali wazazi wako hawakufika, utafika na utapita kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo usiangalie miaka, praise the name of the Lord. Usiangalie miaka mpendwa, nasema siku ya leo shamba yako ulifurahia wakati uliona shamba yako ikafanya moyo wako uchae furaha. Kile kilisababisha shida ingia ndani ya shamba lako kinaondoka kwa jina la Yesu, kinaondoka kwa jina la Yesu. Ni kweli umeomba, ni kweli umeomba. Asifiwe Mwokozi. Haleluya. Unajua nasikia kitu kimoja. Kuna mama mmoja alienda kwa ibada, akatoa dhabihu kwa kuhani, na ni kitu alipelekea mchungaji, ameenda kumubariki naye anitoka tukuradime. Nimekuja kukutoa mchungaji akakamatwa na roho ya wivu. Kutoka hapo na hapo, badala ya kuendelea, mambo yako yote ikaanza kulegea. Pigia Yesu makofi mazuri. Leo tunarejeza kwa jina la Yesu, tunarudisha kwa jina la Yesu, tunarudisha kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu nipate siku ya leo.